Nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo kwa kutujalia sisi sote rehema ya uzima na afya hadi tumeweza kusanyika hapa asubuhi ya leo. Na tumeitana hapa asubuhi hii mimi nikiwa nimepata bahati ya kumwakilisha mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam kaka yetu Albert John Chalamila kwenye kutoa taarifa kwa vyombo vya habari na wana Dar es Salaam kwa ujumla juu ya programu ambayo imeanza tarehe 5 na itaenda mpaka tarehe 30 ya utoaji wa huduma ya upasuaji wa mabusha. Ndugu waandishi wa habari, kama ambavyo tunafahamu, kwa muda mrefu nchi yetu ya Tanzania na nchi zingine za Afrika tumekuwa na magonjwa yasiyopewa kipaumbele. Magonjwa hayo ni hatari na sipopata matibabu kwa haraka yanaweza yakapelekea si tu kuwa na gharama nyingi kwenye kuyatibu, lakini pia yanaweza yakapelekea vifo na yanaweza yakaleta pia shida kwenye ngazi ya kijamii. Lakini tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maono na upendo na jitihada ambazo amekuwa nazo katika kuhakikisha sekta ya afya anaipa kipaumbele hasa katika uwekezaji. Na tumeona uwekezaji huu katika upatikanaji wa madawa, miundombinu kama hospitali, vituo vya afya, zahanati nchi nzima. Lakini tumeona pia uwekezaji mkubwa umewekwa katika upatikanaji wa vifaa tiba. Sasa hivi ukienda maeneo mbalimbali, mashine kama za CT scan, MRI zinapatikana kwenye maeneo mengi ya nchi yetu, ambapo tulizoea matibabu mengi tunaenda kuyapata kwenye nchi mbalimbali zingine, lakini sasa hivi matibabu mengi tunayapata yakiwa hapa hapa. Kwa hiyo tunajivunia sana kwa kweli uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Na hata hili ambalo limetukusanisha leo ni muendelezo huo wa kuhakikisha sekta ya afya inaendelea kuwa vizuri kwa kutoa huduma nzuri kwa wananchi. Sasa sisi mkoa wa Dar es Salaam katika kupambana na magonjwa hayo yasiyopewa kipaumbele hasa mabusha, tukiongozwa na mkuu wetu wa mkoa, lakini pia kama ambavyo nimesema tuna wataalamu kutoka ofisi ya waziri mkuu, ofisi ya tawala za mikoa, TAMISEMI, ofisi ya wizara ya afya kwa maana ya wataalamu. Tumeanzisha kampeni kabambe ya utoaji na upasuaji wa mabusha ambao ni tatizo katika maeneo haya ya mkoa wa Pwani. Na sote tunafahamu kwamba matende pamoja na mabusha yanasababishwa na vimelea na vidudu vya aina mbalimbali ikiwemo minyoo, lakini pia na mbu. Wakikung'ata hao unaweza kupata hayo matende, lakini pia na mabusha. Kwa hiyo tunayo furaha, na mimi nichukue nafasi hii nishukuru sana Wizara ya Afya pamoja na mganga wetu mkuu na timu yake kwa jinsi ambavyo wamejiratibu na kwa sasa hivi wako vizuri kuhakikisha kwamba tunapokea watu wenye dalili hizo na kufanya screening za watu wote wenye mabusha pamoja na magonjwa hayo ambayo yanatokana na minyoo kwenye maeneo yetu mbalimbali. Na hii inafanyika kwenye kituo chetu kwenye kila wilaya za mkoa huu wa Dar es Salaam, lakini upasuaji wa hayo mabusha yatafanyika pale katika kituo cha afya cha Kinondoni, lakini na pale Kilakala katika wilaya hii ya Temeke. Kwa hiyo upasuaji huo umeshaanza na kufanya hiyo screening inaendelea, na zoezi hili kama ambavyo nimesema litaenda mpaka tarehe 30 ya mwezi huu. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kwa namna ya pekee kabisa, pamoja na shukrani hizi za Wizara yetu ya Afya na kwa Mheshimiwa Rais, nitoe hamasa na nitoe rai kwa wakazi wenzangu wa mkoa huu wa Dar es Salaam na wilaya zote za mkoa huu wa Dar es Salaam, lakini pia na wananchi wengine wanaotoka maeneo jirani kama Pwani, Lindi, Mtwara na maeneo mengine haya, Morogoro, wanaruhusiwa pia kuja kwenye maeneo yetu haya kufanya screening ili waweze kubainishwa kama wana changamoto hizo za mabusha, na baada hapo
wataenda kufanyiwa operation. Na nitoe taarifa pia kwamba programu hii kwa 100% inalipiwa na serikali. Yoyote atakayebainika kuwa na magusha atafanyiwa matibabu ya upasuaji bure kabisa. Kwa ni nafasi adhimu, ni nafasi muhimu kwa wale wote ambao wana magusha katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Tutumie nafasi hii siku hizi 25 ambazo zimetolewa na wataalamu wapo waliobobea kwenye sekta hii ya utoaji utabibu na upasuaji wa magusha. Basi twende kwenye vituo hivi na maeneo mbalimbali ambayo yameainishwa, tufanye screening na twende tukapate matibabu haya na tuondokane na adha kubwa hii ya kuwa na magusha na ambayo imekuwa ni usumbufu mkubwa kwa maisha na ustawi wa jamii zetu. Kwa hiyo yanatolewa matibabu haya bure kabisa. Kwa hiyo tujitokeza kwa wingi, wale wote ambao wenye shida mbalimbali, tufika kwenye vituo vilivyoainishwa kwa ajili ya kufanyiwa screening pamoja na matibabu. Tuwaambie ndugu, tuwaambie majirani waweze kwenda kufanyiwa hizo screening. Na tunafahamu kwamba magonjwa haya ya magusha hayatokei tu kwa muda mfupi, yanachukua muda mrefu. Kwa hiyo kila mmoja, hasa wanaume, japokuwa tunaambiwa magonjwa haya magusha pia hata wanawake wako nayo. Kwa hiyo kila mmoja twende tukafanye screening kwenye maeneo yetu mbalimbali, na lengo letu sisi kwa awamu hii kama mkoa wa Dar es Salaam ni kuwafikia watu 500. Kwa hiyo tujitokeze kwa wingi, twende tukafanya screening ili tuweze kujua afya zetu, na kama ambavyo tunajua afya ni mtaji, na kwa kuwa huduma hii sasa zinatolewa bure kabisa, basi tuimarishe hiyo mitaji, tuboreshe afya zetu ili tuendelee kufanya kazi na kukuza uchumi wa taifa letu. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, nishukuru sana tena wizara na niwaambie wananchi wenzangu wa mkoa huu wa Dar es Salaam na wilaya zetu zote za mkoa huu kwamba wataalamu wamejipanga vizuri, wapo kwenye vituo hivi kuanzia asubuhi mpaka jioni, na siku zote, siku za Jumamosi, Jumapili, wewe ufike uweze kufanyiwa screening. Maana tunafahamu wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam heka ni nyingi za kujitafutia kipato, za kujitafutia maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo hatuna sababu ya kusema kwamba wewe sasa ukose kabisa muda wa kufika kwenye vituo vilivyotengwa kwa ajili ya kufanyiwa hiyo screening. Kwa hiyo niombe sana na nirudie tena, tujitokeze kwa wingi, twendeni tukafanyiwe uchunguzi, na baada hapo tukibainika kwamba tuna tatizo la magusha, basi tuwe tayari kupata matibabu ambayo yanatolewa bure na ni msaada, ni maono, ni jitihada za Daktari Samia Suluhu Hassan na wataalamu wake wako tayari kutoa hizo huduma, na sisi wasaidizi wake kwenye ngazi za wilaya tukiongozwa na mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam tupo tayari kuhakikisha tutapita kwenye kila maeneo kuhamasisha na kutoa elimu ili wananchi wengi